mabaya. Ndivyo mlivyo nyie mnaoharibu maono ya watu wengine na hatima ya maisha ya watu wengine. Haleluya! Mkiharibiwa hatima yenu, mnanungunika. Ni watu wa kwanza walalamishi, watu wa kulialia, wenye huzuni. Kwa nini na wewe usikubali hiyo adhabu? Kwa sababu unawatakia kwa wenzako mabaya. Kwa nini kifo kinapokuja malangoni mwako unalalamika sana? Kwa nini unapoibiwa wewe ni mwizi unalalamika sana? Haleluya! Kwa nini? Jambo nawaambiaga watu, jambo sio penda ufanyiwe, usimfanyie mwenzako. Nawaambiaga watu hata kwenye ndoa, kwenye mahusiano, jambo sio penda ukufanyiwa, usimfanyie mwenzako. Na ikiwa kama jambo ambalo unamfanyia mwenzako ambalo ni mbaya, afu ukafanyiwa ukafurahiwa, basi jua mwenzako ule ulikuwa mpendi. Katika mahusiano, watu wangapi mmekuwa chachu? Maandiko yanasema, haleluya, yanasema ole wao wanaokuwa ole wao chachu au watu chachu, kwa sababu ni afadhali wafungiwe jiwe la kusagia shingoni, watoswe baharini. Ni kwa nini? Ogopa mtu wa Mungu kukatisha uhai wa mtu au maisha ya mtu. Haleluya! Ogopa kuwakosesha watu wengine kurithi uzima wa milele. Ogopa kuwakosesha watu wengine kuingia katika ufalme wa mbinguni. Ogopa kuwachacha watu wengine kutenda dhambi na maovu. Ogopa kuwachacha watu wengine kulialia na kulalamika. Watu wanatembea na huzuni juu yako kila kona. Mama, umelani watoto wako, umewaroga we. Baba, umelani watoto wako, umewaroga we. Mtoto, umelani wazazi wako, umewaroga we. Marafiki ndio usiseme, mitani wanakujua. Wendo wa kwanza kufungusha watu kazi, wendo wa kwanza kuteta watu, wendo wa kwanza kuzungumza watu mabaya, wendo wa kwanza mlalamishi. Unapopata matatizo unalalamika, unataka uonewe huruma. Watu wakujua umepatwa na msiba, umepatwa na shida, watu wakukumbatie, wakupe pole. Unapowafanyaga wenzako, nenda kuwapa pole, hayo yanakufaa. Mtu wa Mungu, tambua, mtu anayefanyia watu wengine mabaya ni wa kwanza kulalamika sana, ni walalamishi sana, kwa sababu ubaya ule unawauma wao maradufu, kwa maana kwamba wanachukulia wenzao wao kuwa kama manini, yani watu wasiofanyaje, wasiosikia maumivu. Ni chuma, au wengine ni chuma, hawasikiaji maumivu. Haleluya! Mtu wa Mungu, ogopa kuwa chachu, kuwa chanzo cha watu wengine kulilialia, kuwa chanzo cha watu wengine kulalamika, kuwa chanzo cha watu kupoteza maisha duniani. Jambo hili lipo katika jamii, lipo katika ukoo, katika familia, katika nchi, katika taifa. Haya mambo yapo. Watu ambao wanaofanya mabaya kwa ajili ya kukatisha uhai wa watu wanaofanya mazuri ni wa kwanza kulalamika. Kama unataka uamini, mfanyie jambo mbaya uone, atalia machozi, atateremka mpaka atafika magotini, atajilaza chini, atagaragara chini mpaka umwonee huruma. Haleluya! Alimuua ndugu yake, Mungu akamlaani, akaanza kumwambia Bwana, mbona adhabu ulionipa ni kubwa sana, yani haichukuliki. Kwa kumuua ndugu yako ni uliona kawaida, ni sawa tu. Kukatisha uhai wa mtu unaona ni sawa tu. Watu wa Mungu, mtadaiwa, na laana hizo zipo juu yenu. Haleluya, zipo juu yenu. Maandiko yanateremka huko chini, alivyomlalamikia akasema hivi, yes, haichukuliki. 14, tazama umenifukuza leo katika uso wa ardhi, sitastirika mbali na uso wako, nami nitakuwa mtoro na mtu asiye na kikao duniani, hata itakuwa kila anionaye ataniua. Sikiliza, yani yeye amemuua ndugu yake, alafu yeye anakuja huko anaogopa nini? Anaogopa mauti, anaogopa kufa. Nitarudia andiko hili,
Akasema, tazama, umenifukuza leo katika uso wa ardhi. Eti nitastirika mbali na uso wako, nami nitakuwa mtoro na mtu asiye na kikao duniani, hata itakuwa kila anionaye ataniua. Yaani inamaanisha kwamba huyu ana hofu ya kufa, ana hofu ya kuuawa. Ndio kwa maana utakuta hata rais kama ni mtenda mabaya, mtenda maovu, au mchungaji mtenda mabaya, mtenda maovu, au chifu mtenda maovu, yani yeye anapenda kuwa watu, kuangamiza watu, kuharibu watu. Haleluya! Hautamkuta huyo binadamu yeye ni mtenda maovu. Utamkuta huyo mama ni mchawi, huyo baba ni mchawi, huyo kaka ni mchawi, huyo dada mchawi. Kazi yake ni kuangamiza maisha ya watu, lakini ni mwoga wa kifo. Ni mwoga haswa. Nakwambia, watu wanaotendea watu wengine mabaya ni watu wa kwanza, namba 1, kuogopa hayo mabaya. Ni watu wa kwanza kuogopa kifo. Ni watu wa kwanza kuogopa kupata na matatizo ya aina hiyo. Haleluya! Eti itakuwa ni kila mtu atakaponiona basi ataniua. Si ufe? Kwa nini? Mbona ulimuua ndugu yako? Unaona ni simple. Kwa nini kufa kwako wewe unakuona kwa thamani sana, kwa wengine sio kwa thamani? Haleluya! Ndivyo watu walivyo katika dunia leo, ndivyo ulivyo katika maisha yako. Mtu wa Mungu, nakwambia kwamba dhambi ipo juu yako, dhambi ipo